Karibu katika chaneli yetu mpya inayotoa mafunzo ya afya kwa faida na maendeleo mazuri ya afya zetu. Kabla hatujaendelea zaidi, usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata video zitakazotolewa. Leo tugusie kwa ufupi magonjwa sugu na hatarishi kwa binadamu. Tunayo magonjwa mengi sugu na hatarishi kwa binadamu yanayoathiri afya na maendeleo ya afya pamoja na uchumi. Magonjwa hayo ni kama kisukari, kansa, magonjwa ya moyo, astma au pumu. Magonjwa hayo yanaweza kurithiwa pia endapo katika familia kuna mtu ana ugonjwa wa aina hiyo. Magonjwa hayo sugu huweza kusababishwa na vitu mbalimbali kama vile kunywa pombe kupita kiasi, kuvuta sigara, umri, kukosa mazoezi ya mwili na ukosefu wa lishe bora. Hivyo ni baadhi ya visababishi vya magonjwa hayo sugu. Ubaya ni kwamba magonjwa hayo mtu anaweza kuishi nao bila mwenyewe kujijua. Mpaka pale ugonjwa unapokomaa na kuwa hatari, ndipo mtu hutambulika kuwa na ugonjwa huo. Katika kipindi kijacho tutaangalia dalili na njia za kujikinga na ugonjwa mmoja mmoja, lakini kwa ufupi tunapaswa kujua namna ya kujikinga na magonjwa hayo. Kama wewe ni mtumiaji wa sigara kupita kiasi, unapaswa kupunguza au kuacha kabisa matumizi ya sigara ili kuepuka kuharibika kwa mapafu yako, mwisho kuwa na shida ya pumu. Pia ni muhimu kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia mzunguko sahihi wa damu ili kuepuka magonjwa ya moyo. Zingatia lishe iliyo bora. Maana yake ni kwamba zingatia matumizi ya makundi yote matano ya chakula katika mlo wako kwa maendeleo ya afya yako. Pia epuka matumizi ya pombe kupita kiasi. Mwisho, epuka kuwa na msongo wa mawazo unayoweza kupelekea matatizo ya akili. Asanteni, niwatakie utekelezaji na ufuatiliaji mwema wa vipindi vinavyofuata kwa maendeleo ya afya zetu.